Naitwa Tatiana, ni binti wa miaka 25 na ni mtoto wa pili kati ya watoto wa mzee Ponda. Kaka yangu mkubwa anaitwa Baraka na wa pili ni mimi. Maisha yetu nyumbani yalikuwa ni ya kawaida sana, ila ilikuwa ni furaha na upendo wa hali ya juu katika familia yetu. Pamoja na kuwa wazazi wetu walikuwa na hali ya chini, lakini walihakikisha kwamba tunapata haki zetu zote kama watoto, ikiwa ni pamoja na kusoma pamoja na mahitaji yetu yote ya muhimu. Kaka yangu Baraka alikuwa kidato cha 6 na mimi nilikuwa nimemaliza kidato cha 4, lakini kwa bahati mbaya sikufanya vizuri. Matokeo yangu hayakuwa mazuri na wazazi wangu walitaka kunirudisha tena shule kwa ajili ya kurisiti mtihani. Na kutokana na kipato kidogo cha wazazi wangu, niliwaomba wasinifikirie sana mimi, wawekeze akiba kwa ajili ya kaka yangu Baraka ambaye niliamini lazima atafanya vizuri kwani yeye alikuwa anajiweza vizuri sana darasani. Baada ya kukaa nyumbani kama mzigo, hatimaye niliamua nitoke kwa ajili ya kujitafutia riziki. Nilikuwa naenda kushinda saluni kwa shoga yangu mmoja hivi anaitwa Vera. Nilikuwa nikimsaidia kusuka watu pamoja na kazi mbalimbali, huku na mimi nikiendelea kujifunza mambo mengine. Na msikilizaji wa Simulizi Zetu Media, tumeanza rasmi simulizi nyingine nzuri kabisa ambayo itakwenda kukupa burudani ya kutosha sana, inayokwenda kwa jina la Tatiana. Ikiwa leo tunakwenda kuianza sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi yetu, nikukaribishe sana hapa YouTube. Lakini kwa wewe ambaye bado ni mgeni katika channel hii, subscribe channel yetu, lakini pia like, bila kusahau kuacha comment yako mwisho wa simulizi. Lakini usiache kutusikiliza pale Audiomack kwa jina letu hilo la Simulizi Zetu Media. Lakini kwa wewe ambaye unatamani kuwepo katika group letu la WhatsApp, namba yetu ya simu ni 0757 56 72 53. Nikukaribishe sana kuianza simulizi hii mpya pamoja nami mpaka pale tutakapofika tamati. Na ninayekusomea simulizi hii, jina langu naitwa Tutu na hii ni Tatiana sehemu ya kwanza. Siku moja baada ya kumaliza kazi zangu, tulifunga saluni na Vera. Kisha Vera kaniambia, "Shosti, leo utaenda mwenyewe. Mimi naenda kulala kwa shemeji yako." Nikamjibu sawa, lakini kesho tutafungua saluni. Kisha kaniambia, "Sasa naachaje shoga yangu wakati nadaiwa kikoba? Tena kesho uwai kuna wateja wawili wa kusuka rasta." "Basi poa nitawai," nilimjibu. "Tena shika ifunguo, naweza nikachelewa kuja. Kwa ukiwai anza tu kufanya kazi," aliniambia Vera. Nilipokea zile funguo na kuweka kwenye pochi, kisha nikaondoka nikaelekea nyumbani. Kesho yake niliamka mapema sana kumsaidia mama baada ya kazi na kisha nikajiandaa. Nilipomaliza tu nilianza safari ya kwenda saluni. Nilipofika maeneo ya sokoni, kuna gari ilikuwa nyuma yangu ikinipigia honi. Nilipogeuka, nilimuona ni mama mmoja aliyekuwa kwenye gari lake. Alitoa mkono na kuniita. Nilienda kumsalimia maana alikuwa ni mkubwa sana kwangu. Alikuwa kwenye rika kama la mama yangu vile. "Shikamoo mama." "Marhaba binti, ujambo?" "Sijambo." "Samahani, unaweza kupanda kwenye gari tuongee?" Nilisita kwa kuwa nilikuwa na wasiwasi sana na mtu ambaye sikuwa namfahamu. Mama yule aligundua hilo kisha akaniambia, "Usiogope, ni kitu kizuri tunataka tuongee." Nilizunguka upande wa pili, nikapanda kwenye lile gari na baada ya kufungua mlango, nikawa namsikiliza yule mama alichokuwa anataka kuniambia. "Funga mlango na ukae." "Sawa." "Naitwa Mama T." "Sijui unaitwa nani?" Alianza kwa kujitambulisha. "Mimi naitwa Tatiana," nilimjibu. "Oh, Tatiana, binti mrembo sana. Kuna kitu kizuri nataka nikwambie." "Kitu gani mamaangu?" "Kwanza ni saluni yako hii ama umeajiriwa?" "Aha, hii ni saluni ya rafiki yangu. Nimefungua barber shop huko mjini. Nilikuwa nahitaji binti wa kazi. Lakini kwa jinsi ambavyo nakuona, naona kabisa unafaa kwenye barber shop yangu. Lakini pia nitakulipa mshahara mzuri kabisa. Unaonaje?" aliniambia mama yule. "Kiasi gani?" nilimuuliza. Mama yule alinijibu kuwa ni 250,000 kwa mwezi, lakini pia aliniambia kwamba kutakuwa na marupurupu kutoka kwa wateja endapo nitakuwa nimechangamka. Nilifikiria pesa ambayo naipata kwa Vera ilikuwa ni ndogo sana, alafu nilikuwa nimejishikiza tu. Ikabidi nimuulize tena Mama T, "Unataka nianze lini kazi?" Mama yule akaniambia, "Kama kesho, kama itawezekana unaweza kuja." "Sawa, ila naomba uniachie namba yako ya simu kwa ajili ya kukupa majibu, maana siwezi kukurupuka." Mama T alichukua pochi yake, akatoa business card na noti 2 za 10,000 kisha akanipa. "Hiyo hela ni ya vocha." Nilishangaa sana kiukweli. Hela ya vocha nyingi hivi? Lakini nikazuga tu, nikadumbukiza kwenye pochi yangu na kisha nikamshukuru. "Asante, basi baadaye nitakutafuta mama." "Sawa, usiache kufanya hivyo. Uwe na kazi njema." Mama T aliongea huku akiacha tabasamu. Nilishuka kwenye gari lake nikaenda kufungua saluni na kuanza kufanya usafi. Nilipomaliza tu kufanya usafi, alikuja mteja nikaanza kumsuka huku tukiendelea kupiga story. Ilipofika majira ya saa 4,
Vera alikuja akiwa kaongozana na mteja mwingine. Tulisalimiana kisha akaanza kumhudumia. Tulipomaliza kuwasuka wateja wetu, nilimwambia Vera kuhusu Mama T kisha akaniambia, "Wewe, shoga yangu, hiyo ni bahati. Mama T namjua mimi, ni mama mwenye hela zake mjini na ana biashara ya kutosha sana. Wala si mbabaishaji. Kama umeridhia wewe nenda tu." Kutokana na ushauri wa shoga yangu Vera, moyo wangu uliridhia kabisa. Nikampigia simu Mama T na kumweleza nipo tayari kufanya kazi, ikiwezekana anielekeze kesho niende. Mama T alifurahi sana na kunielekeza ilipo baba shop yake na aliniambia kesho saa 2 asubuhi niyo nimefika. Kesho yake nilijiandaa, nikatoka nyumbani mapema kuwahi usafiri. Nikapanda daladala mpaka mjini. Niliposhuka kwenye daladala, nilitembea mwendo mdogo mdogo kisha nikafika kwenye baba shop ya Mama T. Na mida ya saa 2 kasoro hivi nilikuta pimeshafunguliwa. Niliingia na kukuta dada wawili ambao walikuwa wamevalia t-shirt nyeupe zenye nembo ya baba shop na skin jeans nyeusi. Niliwasalimia wakanikaribisha kisha nikajitambulisha. Mimi ni mgeni wa Mama T. "Oh, karibu ukae. Atafika hapa muda si mrefu. Huu ndo muda wake." Nilikaa na kuanza kushangaa mazingira ya mle ndani jinsi ambavyo kulikuwa kuzuri na kuvutia. Na baada ya dakika 10, Mama T akawa amewasili na mfanyakazi wake mmoja alienda kupokea pochi yake na kumsalimia. Aliponiona Mama T alitabasamu sana. Kisha akasema, "Wow, Tatiana umefika." Nilisimama na kumsalimia, aliitikia kisha akanishika mkono tukaenda kwenye chumba kidogo kilichoonekana kama ofisi. Kulikuwa na viti viwili pamoja na meza. Kisha akaniambia, "Karibu kae." Nilikaa kwa nidhamu ya kunyenyekea huku nikitulia kusikiliza maagizo ambayo nitapewa. "Tatiana, ofisi ndo hii. Utafanya kazi hapa pamoja na wenzako. Kuna dada wawili na wavulana wawili na wewe utakuwa ni watano. Nitaenda kukutanisha na wenzako, watakuelekeza kazi inavyofanywa, sawa?" "Sawa mama," nilimjibu. "Alafu kuhusu nguo unatakiwa ubadilishe uvae kama wenzako walivyovaa." Aliongea Mama T huku akifungua drawer, akatoa skin nyeusi na t-shirt, akanipatia kisha akaniambia nimfuate. Nilibeba vitu vyangu, akanipeleka kwenye chumba kimoja hivi, nikabadilishia nguo, kisha nikatoka akanitambulisha kwa wafanyakazi wote na kuambia wanielekeze jinsi ambavyo kazi inatakiwa kufanywa. "Paulina, hebu mueleze mwenzio." Paulina alinishika mkono na kunizungusha sehemu zote na jinsi ya kutumia vifaa vyote alinifundisha pia. Tulipofika chumba cha massage, alikaa kitandani na kuniambia, "Hii ndio sehemu inatupa marupurupu. Ukitumia vizuri shoga yangu utafaidika." Sikuelewa Paula alikuwa anamaanisha nini, lakini nilimsikiliza tu na nikamuitikia nikimaanisha tu bora yaishe. Paulina aliniangalia kisha akasema, "Sasa unatakiwa usisubae. Hapa mteja akija unatakiwa kuchangamka, sawa? Vinginevyo utakosa kabisa marupurupu. Unatakiwa kuchangamka ili uweze kuwakamata." "Sijakuelewa. Unamaanisha nini?" Paulina alitabasamu nilipozungumza hivyo. "Usijali, mambo ni taratibu, utaelewa tu." Basi tulitoka na kwenda kufanya kazi zingine. Taratibu nilianza kuzoea kazi kubwa ambayo nilikuwa nafanya. Ilikuwa ni kuwafanyia wateja scrub na kusokota dread. Wateja walikuwa wanakuja kupata huduma pale, wengi walikuwa ni watu wakubwa wenye pesa zao. Mara nyingi walikuwa wakitoshia vichenchi na wakati mwingine mteja akifurahishwa na huduma anakuachia hela ya soda kidogo. Maisha yangu yalianza kubadilika. Nilianza kubadilisha hata viwigi na kupaka mafuta mazuri sasa. Nakumbuka siku moja hakukuwa na wateja. Tulikuwa tumekaa tunapiga story huku Paulina na Martha wakiongelea kuhusu huduma walizokuwa wanawapa wateja wao wa massage na pesa ambazo walikuwa wamezipata. Mimi nilibaki kucheka tu, lakini mara alikuja kijana mmoja mtanashati, mrefu mwenye six pack hivi. Akatusalimia kisha Martha na Paulina walimchangamkia sana huku wakimkaribisha kwa shangwe kubwa. "Oh, Patrick jamani, ulikuwa wapi siku zote hizo? Nani alikufisha jamani?" Nilikuwa naangalia walivyokuwa wanajishaua ila sikuwashangaa kwani ilikuwa ni kawaida yao kufanya hivyo kwa baadhi ya wateja. Yule kaka kuatilia maanani, alivua miwani na kuniangalia kisha akapiga hatua kunisogelea pale ambapo nilikuwa nimekaa akanipa mkono. "Habari mrembo." "Salama," nilimjibu. "Nimefurahi kukuona." Martha na Paulina walicheka sana na kugonga. "Makubwa. Ina maana haya macho yameona kitu kipya?" Patrick aligeuka kisha akawajibu, "Sio macho tu, bali na moyo pia umependa." "Oe, nilijua tu. Jinsi ya Patrick wewe mtu mkubwa." Nilibaki natoa macho na sikuweza kuelewa alichokuwa wanazungumzia wale watu na sikujua yule Patrick alikuwa ni nani. Kisha Patrick akaamua kujitambulisha upya kwangu. "Naitwa Patrick." "Tatiana," nilimjibu hivyo. "Wow, una jina zuri sana." Martha alimshika Patrick begani kisha akamwambia, "Mzee, naona umeshapagawa. Hebu tununulie bia tuzimue wakati wewe ukiwa unaendelea kumwangalia huyo mrembo."
Patrick alitoa pesa na kuwapatia kisha akarudi kwangu na kuniambia, "Nahitaji huduma ya massage. Nahitaji unihudumie." Nikamwambia, "Lakini mimi siwezi, sijui kufanya hiyo kazi." Unashindaje sasa mrembo? Acha kuniangusha bwana. Tafadhali naomba mchague mtu mmoja kati ya Penina au Martha. Mimi nimekuchagua wewe." "Lakini nimekwambia siwezi." Martha alisikia tulivyokuwa tunavutana akaja karibu yetu. "Tatiana, utaweza lini? Hebu kajaribu hata leo. Sio kazi ngumu mbona?" Patrick akadakia, "Tena nitakuwa namuelekeza hata sijali." "Na sasa je, huoni kama una bahati ya kupata mteja mzuri? Kwa kuwa ni sehemu ya kazi yangu na nishawahi kuona hawa kina Martha wanavyohudumia, basi sikuona shida." Niliongozana na Patrick mpaka chumba cha massage. Alivua nguo zake na kujifunga taulo, akajilaza kitandani. Nilichukua mafuta na kuanza kazi yangu. Patrick hakuwa mtulivu, alikuwa akinishika mkono. "Santa kuhudumiaje kama utakuwa unanishika mkono kama hivyo?" nilimuuliza. "Nasikia raha ninapoishika mikono yako. Una mikono laini sana." Patrick alizungumza. "Basi naomba uniache nifanye kazi kwanza, au mengine yatafuata baadaye." Nilimfanyia massage mpaka akawa anafumba macho, nikajua kazi yangu inaenda vizuri. Nilipomaliza, aliamka na kukaa kitandani na kuniambia, "Tatiana, unaweza kunipa namba yako ya simu?" "Hapana, ila kama unataka ofisini nitakupa." Patrick alinitazama kisha akatabasamu. "Sawa, najua unaona ni msumbufu, lakini siku moja utajua kwamba mimi ni mtu wa aina gani." Sikumjali, niliweka vitu vizuri huku akiwa bado ananiangalia sana. "Kuna huduma nyingine unahitaji?" nilimuuliza. "Hapana, ila natamani kuangalia kila wakati. Wewe ni mrembo sana Tatiana." "Asante." Nilimjibu kwa nyodo na kisha nikatoka kwenye kile chumba, maana hakukuwa na dalili za yeye kutoka. Alipoona nimetoka, alienda kuvaa nguo zake na kutoka. Kisha Penina akaniambia, "Tatiana, mbona ulimwacha mteja? Hujamsubiri mtoke yote?" Nilishindwa nimpe jibu gani Penina, ilibidi ninyamaze tu. Patrick alikana kupiga story huku jicho lake likiwa kwangu tu, lakini mimi sikuonyesha kumjali. Alikaa mpaka pale nilipochoka na mwisho aliamua kuondoka. Nikiwa najiandaa kulala, simu yangu iliita. Nikajisemea, ni nani anapiga simu saa hizi jamani, tena namba mpya? Nilipokea ile simu, lakini cha ajabu nilisikia sauti ya Patrick. Ikabidi nimuulize kuhakikisha, "Wewe ni Patrick?" Alicheka sana kisha akasema, "Nimefurahi kwa kuwa umeitambua sauti yangu. Hii ina maana kuwa nipo akilini mwako, si ndio?" "Hakuna kitu kama hicho. Nilikuwa naotea tu," nilimjibu. "Sawa Tatiana, unajua mimi niko serious. Nakupenda, naomba ujaribu kunielewa mtoto wa mwanamke mwenzako. Kiukweli sijawahi kupagawa kama ulivyonishawishi wewe mtoto mzuri. Niko tayari kufanya chochote ili utambue ni kiasi gani nakupenda." Nilikaa kimya mpaka kaniita tena. "Tatiana, nazungumza na wewe." "Tatiana?" Nikaitika, "Ndio nakusikiliza." "Nijibu basi mama." Nilishindwa hata kujibu kwa sababu nyumba yetu haikuwa na singboard, hivyo nikahofia wazi kabisa kila kitu kingesikika. Niliamua kata simu na kuitoa mlio kabisa, kisha nikaiweka chini ya mto na nikalala. Kesho yake nikiwa kazini majira ya mchana, Patrick alikuja akamkuta Mama T. Walisalimiana huku akiwa ananiangalia na mimi nilimtupia jicho huku nikiwa naendelea kuhudumia wateja wengine. Patrick akanikonyeza, kisha nikajiambia mwenyewe, jamani, yani ukaka anahangaika. Ina maana je kukutana mwanamke au miemko yake inampeleka kubaya. Kisha nikaona wakitaniana na Mama T, kisha wakatoka pamoja. Na muda ule ule simu yangu iliingia message, lakini sikuangaika nayo kwa sababu nilikuwa na mteja. Nilipomaliza kumhudumia mteja, nilichukua simu na kuangalia. Nilishangaa kuona message ya hela, tena 200,000. Niliangalia mara mbili huku nikijiuliza, ni nani mbele alikuwa amekosea kunitumia ile hela? Jamani, watu wanajua kunitega na hizi shida zangu, alafu nakosea kutuma hela. Nikapanga mpaka ikifika jioni, kama hatajitokeza aliyenitumia pesa, basi nitatatua shida zangu zote. Nilipomaliza kutafakari na kutaka kuweka simu ili niendelee na kazi nyingine, Patrick alikuwa anapiga. Jamani, ukaka ni king'ang'anizi, kwani hajiongezi? Nilalamika na kupokea ile simu. Kabla hata ya salamu nikamwambia, "Huu ni muda wa kazi bwana. Tafadhali kama huna cha maana bora kate simu au nikate mimi." "Hapana Tatiana, usikate. Kuna pesa nimekutumia, umeiona?" Nilishangaa kwanza kabla ya kumjibu. "Wewe, kwa nini umenitumia pesa? Sasa umetuma kwa ajili ya nini?" "Ni ya kwako, ni kwa ajili ya lunch." Hata kama ndio yote hii?" nilimuuliza. "Basi kama umeipata endelea na kazi, nitakupigia baadaye." Patrick alikata simu nikiwa bado hata sijamaliza kuzungumza wala kushangaa. Kila siku Patrick alikuwa anakuja kazini kwetu na kutaka huduma na kutaka hudumiwa na mimi tu. Kitendo hicho cha Patrick kutaka huduma yangu kilikuwa kinamkera sana Paulina, ila hakutaka kuonyesha zaidi ya kuisha kusema mafumbo, lakini hakuna aliyemjali.
Wakati mwingine alijinunisha na kuamua kucheka mwenyewe, lakini siku moja Mama T alikuja na kuingia kwenye ofisi yake kisha akaniita. Nilienda haraka na kusimama mbele yake, akaniruhusu nikae nikakaa na kisha akaanza kuniuliza, "Paulina, unamfahamu Patrick?" "Ndiyo, unamfahamu. Una ukaribu naye gani?" Ili swali lilinishtua na kufanya niwe na kigugumizi kwa kweli. "Sina ukaribu naye, namchukulia kama mteja tu." Mwisho nikajibu hivyo. "Kweli?" "Ndiyo boss. Kuna mambo Patrick ameniambia kuhusu wewe." Bosi wangu aliposema vile, mapigo yangu ya moyo yalianza kwenda mbio sana. Huyu mshenzi atakuwa kumwambia nini tena Mama T? Akiniharibia kazi atanitambua kichaa yule sijui jalala wala kwenda kwa kula. "Hivi unajua Patrick ametokea kukupenda sana na ana nia njema kabisa na wewe." Mama T aliniambia na kunifanya nione aibu. Sikutegemea kama hicho ndicho ambacho alikuwa anataka kuzungumza. Kweli Patrick ni kichaa. Hivi anaanzaje kumwambia maneno haya huyu mama? Ina maana ameshindwa kuniambia mimi mwenyewe tukaelewana? "Tatiana," Mama T aliniita, kisha nikamwangalia. Nilikuwa kwenye mawazo mengi. "Umenisikia nilichokwambia?" "Nimekusikia na alishawahi kuniambia, lakini naogopa kwa kuwa simfahamu vizuri, naogopa kweli kuingia kwenye mahusiano naye." Nilimjibu Mama T. "Patrick ni mwanaume ambaye katulia na mwenye misimamo, na mpaka amekuja kuniambia mimi, amini kuwa nakupenda kweli. Kama unampenda kweli jitahidi umchunguze." "Sawa, nimekuelewa," nilimjibu bosi wangu. "Sawa, lakini mimi sikulazimishi, una maamuzi yako pia." "Sawa," nilimjibu kisha nikaondoka na kwenda kuendelea na kazi zangu huku nikitafakari maneno ya Mama T. Zilipita wiki 2, Patrick hakuja pale baba shop wala hakunitafuta. Nikajikuta nateseka kwa kumisi kumuona. Nilikuwa namfikiria sana mpaka nikawa najishangaa, imekuwaje mpaka nikawa hivi? Ina maana na mimi nilikuwa nimeshaanza kumpenda au ni vipi? Lakini mbona nilikuwa namringia sana? Niliona sina majibu kiukweli. Nilitamani nimpigie simu ili mradi nimsalimie ili nipate kusikia hata sauti yake. Lakini nikahofia huenda kashabadilisha maamuzi, kapata mwanamke ambaye wanapendana. Siku hiyo nilikuwa na mawazo sana. Yaani nilikosa raha mpaka wenzangu akaniuliza, "Tatiana, una shida gani leo? Yaani hujichangamka kabisa, sijui unawaza nini au shemkazingua?" Mama, kitu kama hicho tena?" "Hamna bwana, unajua siku hazifanani, ndio maana niko hivi." Nilivumilia lakini mwisho uvumilivu ulinishinda. Nikachukua simu yangu na kubonyeza namba za Patrick, lakini nilipotaka kupiga tu nikajikuta najiuliza, sasa nikimpigia namwambia nini wakati nilikuwa ninajishauri sitaki hata kuongea naye. Nikiwa bado natafakari nipige au nisipige, alikuja mteja na kunisalimia. "Mambo?" "Safi," niliitika. Nilimuitikia huku nikiwa nimeweka simu kwenye mfuko wa suruali nilokuwa nimevaa. Kumbe simu ilikuwa imejipiga bila mimi kujua na Patrick alikuwa kapokea. Mimi nikaendelea kuongea na mteja. "Dada, nahitaji huduma ya massage." "Karibu, twende nikuhudumie." Niliongozana na mteja mpaka chumba cha massage na kuanza kumpa huduma. Baada ya dakika 10, mlango ulifunguliwa kwa nguvu na nikashangaa kumuona Patrick kaingia huku akiwa kasirika sana. Alinifuata na kunishika mkono na kutaka kunitoa nje, lakini yule mteja alininyuka na kumwambia Patrick, "Bro, vipi? Mbona unazingua? Kwanza unaingiaje bila hodi? Hebu jaribu kuheshimu kazi za watu bwana." Patrick aliniachia mkono na kumsogelea yule kaka na kumwangalia kwa dharau sana, kisha akamwambia, "Wewe kwa pesa gani mpaka ufanywe massage na mpenzi wangu? Huyu yupo kwa ajili yangu tu." Nilibaki kumshangaa Patrick, nikahisi kapagawa. Nilimsogelea na kumwambia, "Patrick, usiniharibie kazi. Huyu ni mteja anahitaji huduma yangu. Hata wewe ukitaka nitakupatia huduma, ila hebu naomba katulie kwanza nimalizane na huyu." Patrick alichukua pesa mfukoni mwake akamtupia yule kaka wa watu usoni. Kisha akamwambia, "Shika hiyo hela, kafanye massage sehemu nyingine." Alimgeukia na kutoka na kisha akanitoa na mimi mpaka nje. "Patrick, unanipeleka wapi? Hebu niache bwana." Patrick hakujali chochote. Alifungua mlango wa gari na kunilazimisha nipande. Huku saluni nzima ilikuwa inatushangaa na wengine wakiulizana kwani Patrick alikuwa amepatwa na nini. Patrick alipanda kwenye gari na kuliwasha. Nikaanza kumsemesha, "Patrick, unajua unaniharibia kibarua changu? Acha kiharibike bwana, na uwezo kukulipa pesa zaidi ya unayolipwa." Patrick alionekana kuvurugwa kabisa. Nikaamua kumwacha fanya anachojisikia. Aliendesha gari na kwenda kulipaki pembeni ya barabara. Kisha akagamea kwenye kiti na kuangalia juu kwa sekunde kadhaa. Kisha akamwangalia, macho yake yalikuwa mekundu sana kwa hasira. Na kisha akaniuliza, "Tatiana, ulipiga simu ili kunijulisha kuwa unaenda kutoa huduma ya massage kwa mwanaume?" Nilishangaa kiukweli, maana hayo yalikuwa mageni kwangu. "Mimi nimekupigia simu? Saa ngapi Patrick? Kwa hiyo unakana? Hebu angalia simu yako, mtu wa mwisho kumpigia ni nani?" Nilitoa simu na kuangalia. Kiukweli nilishangazwa sana. Mungu wangu. Ni kweli ilionyesha kwamba nilikuwa nimempigia. "Samani, ilikuwa ni bahati mbaya tu, nilijipiga." Patrick alicheka kwa dharau kubwa sana kisha akaniambia,
haingia akilini. Ina maana hiyo simu yako inachagua watu wa kuwapigia, alafu najibonyeza na kupiga yenyewe, si ndio? Na kwa nini ilibidi niwe mimi lakini sio watu wako karibu ambao unawasiliana nao kila siku? Kwa hapo kwa kweli sikuwa na la kujitetea. Patrick alikuwa akizungumza kitu ambacho kilikuwa ni cha kweli. Nilibaki nikiwa na aibu na Patrick alikuwa akinikodolia macho tu. Tatiana, naomba unipe jibu moja tu. Uko tayari kuwa na mimi? Jamani. Linapokuja swala la kumkubali Patrick najikuta siwezi kuongea wala sielewi nitoe jibu gani. Nabaki tu kujikanyaga. Patrick alirudia kuniuliza kwa mara ya pili, nikajikuta bado nagunaguna tu, hakuna ambacho namjibu. Patrick aliwasha gari na kugeuza. Aliendesha kwa kasi huku akiwa kakasirika. Hakutaka hata kuniangalia. Alinifikisha mpaka saluni akanishusha na kisha akaondoka zake. Niliingia saluni nikiwa mnyonge na kwenda kukaa kwenye sofa. Paulina na Martha walinifuata na kuniuliza, "Vipi? Mbona kinyonge? Patrick kufanya nini?" Hajanifanya chochote na sijui kwa nini kafanya fujo mbele ya mteja. Kijana Joe ambaye tunafanya naye kazi pale saluni aliniangalia sana kisha akasema, "Ukiona jogoo linazunguka sehemu, ujue kuna mtetea limeona." Kwa hiyo Patrick amekuelewa Tatiana na ana wivu na wewe. Usijifanye umwelewe kijana mwenzio. Martha alisapoti usemi wa Joe. Ni kweli nimekuelewa Joe. Unajua Patrick huwa anakuwa na hasira sana na wadada, ila kwa Tatiana naona kama yuko serious hivi. Paulina alibinua midomo yake na kuzungumza. Hana lolote, umalaya tu unamsumbua. Patrick akiona msichana mgeni anataka kupita naye. Sasa ukijilegeza ukaona nakupenda kweli, atakupitia na kukuacha hapo waulize wenzio. Martha aliguna tu. Paulina, acha kukuza mambo. Una ushahidi unayoongea? Ndio, unajifanya unajui kama Patrick ni chovya. Maneno ya Paulina alikuwa yakiniumiza kwani nilikuwa nimeshaanza kumpenda Patrick. Na mama T alishanihakikishia kuwa yule ni kijana ambaye anajitambua. Imekuwaje Paulina niambie ile maneno? Sikujua kwa kweli ni muamini nani. Ilipita mwezi mmoja sijamuona Patrick. Nilitamani nimuone hata mara moja kila siku nilipoenda kazini. Hakuja. Nilijipa moyo labda kesho atakuja, lakini bado hakuja. Ilikuwa ni vile vile nikaanza kujuta kwa nini nilishindwa kumwambia ukweli kama nampenda. Niliamua kuanza kufuatia taarifa zake ili nijue ni mtu aina gani. Nilifikiri nimuulize Martha kwa kuwa ndo alikuwa naelewana naye kidogo na si mtu binafsi, si mtu wa kuficha siri za mtu. Japo alikuwa ni muongeaji. Nilimfuata na kumuomba tuonane baadaye. Martha, naomba tuonane baada ya kutoka kazi. Kuna jambo fulani nataka tuongee. Kuna nini kwani? Mbona una haraka jamani? Tulia, tutaongea baadaye. Ndokeze kidogo bwana, mimi mwenzio nina kimuhemuhe. Tulize chuo kimuhemuhe chako, endelea na kazi. Nilimwambia na mwisho alikubali. Baada ya kutoka kazini, Paulina aliondoka na sisi tulielekea kwenye mgao uliopo karibu na sehemu tunayofanya kazi. Tukaagiza sambusa pamoja na juice. Haya maongezi yatakuwa mazito sana. Mpaka tumekuja kuongelea huko, tena tukipoza kwa juice ya baridi. Ilibidi tu nitabasamu na nitafakari nianzie wapi kumuuliza, na kisha nikaanza kwa kusema, "Martha, unajua kuna jambo nataka uniambie ukweli, usinifiche kitu chochote kile." Nadhani unajua vizuri shoga yangu, mimi huwa sizungushi mambo, huwa nanyoka kama rula. Niambie sasa unataka kujua nini? Martha alinijibu, "Nakujua vizuri na ndio maana nilikuwa nataka kujua jambo kutoka kwako. Nataka kumjua Patrick, hivi ni mtu aina gani pamoja na tabia zake. Naomba unielekeze ambavyo unamfahamu." Nilishangaa Martha akiangua kicheko kikali sana huku akiniangalia usoni. Kicheko chake kilinifanya nijisikie vibaya na kuona aibu sana, maana hata sikujua alikuwa anacheka kwa sababu gani. Martha alijua sijapendezwa na kicheko chake, kisha akatulia kidogo na kuniambia, "Usijisikie vibaya besti, sikucheki kwa ubaya. Nimefurahishwa tu na swali ambalo umeniuliza. Patrick nimemkuta kwa muda kidogo, ila ni mwanaume ambaye anajitambua sana. Anamheshimu kila mmoja, lakini pia ni mcheshi. Anacheka na kila mtu. Wanawake wengi wanajipendekeza kwake. Kifupi, hana baya kaka watu. Kama unampenda kuwa naye tu, tena mtaendana, yani amejua kukuchagua." So unaona hata wana ukaribu na kina Mama T. Patrick angekuwa na mambo ya kijinga, wasingeelewana kabisa na bosi wetu Mama T. Lakini vipi kuhusu maneno ambayo Paulina anaongea? Nilimuuliza tena Martha. Achana naye yule, wivu unamsumbua. Alikuwa anajipendekeza kwa Patrick, ukute keshampitia akamwacha, ndio maana kabaki kusambaza ujinga tu. Nilijikuta najisikia wivu aliponiambia ukute kapita naye. Nikawa nawaza tu, hivi inawezekana ikawa katembea naye kweli? Yule ni mwanaume rijali, inawezekana? Kwani unajisikia wivu? Aliniuliza tena Martha. Sasa wivu wa nini? Nilimjibu hivyo. Nitaka nishangae wakati kipindi hicho ukuepo, alafu na wewe uache ujinga bwana. Bahati imekuangukia, mkubali kaka watu. Pia tambua ukimchunguza sana bata huwezi kumla. Aliniambia Martha. Maneno yake yalinitia nguvu. Kisha akaniuliza tena, "Hebu niambie, unampenda?"
Ndiyo, lakini nilikuwa naogopa. Nilikuwa namuona ni mwanaume anayependa wanawake, ukizingatia na maneno ya Paulina, ndo kabisa ilikuwa inanivunja moyo. Uwe naye mzembe. Utapoteza bahati kijinga afu uje useme huna bahati, kumbe unazipiga teke. Kwani hujui raha ya ngoma uingie ucheze? Uwe naye una maneno, ila nashukuru sana kwa kunipa ushirikiano rafiki yangu. Usijali, ukiwa na kijambo chako chochote nifuate. Kama ni mambo ya mipango tutaweka sawa pamoja, hata usijali. Ndio hapo ambapo nakupendeaga shoga yangu. Tuliendelea kupiga story mpaka muda uliposogea. Tulienda kituo cha Toyo, nikamlipia nauli na mimi nikapanda Toyo kuelekea nyumbani. Ilikuwa siku ya Jumamosi. Patrick alikuwa amekaa sehemu na wenzake akiwa anapiga story. Alishangaa kuona namba ya Tatiana inaingia kwenye simu yake. Ikabidi ashangae kwanza, maana hakutegemea. Ule mshangao uliofanya wenzao muangalie na kumuuliza ni nini ambacho kinamshangaza. Subirini kwanza nipokee simu. Alipokea simu na kuweka sikioni. Hello? Mambo? Usafi unaendeleaje? Niko poa. Leo ajabu, umenipigia, ulikuwa unasemaje? Nilikumisi tu na siku hizi hata uonekani, watu hapa saluni wanakuulizia. Achana na mambo ya watu wengine bwana, tuongee na tuhusu mimi na wewe. Nimekumisi tu, nikaona nikusalimie, nilimwambia. Poa. Patrick alizungumza, kisha alikata simu na kucheka. Vipi bro? Wenzake walikuwa kimuuliza pale kijiweni. Huyu demo ananisumbua sana. Nimemfuatilia lakini anajifanya hana habari na mimi. Nashangaa leo kanipigia. Kanyoka huyo. Umesikia wapi Patrick anakataliwa na wanawake? Isi ndo hapo sasa. Nimemchunia akaanza kunipigia mwenyewe. Sema nini? Huyu manzi nimemwelewa sana. Yaani kama akijituliza nataka nifike naye mbali. Kama umemwelewa changamka, unaweza ukaona rembo au uni ukapita naye. Da. Na kweli maana ni bonge la toto. Hebu kesho tunaende mkamuone shemeji yenu. Kwa nini we kesho bwana? Twendeni leo. Kwanza mimi nahitaji huduma. Aliongea mmoja wa marafiki wa Patrick na wote wakamuunga mkono na kunyanyuka kutumia gari la mmoja wao, wakaja mpaka saluni. Wakati huo nilikuwa nimevurugwa, nina hasira, ningempigia simu hakuna cha maana ambacho tulikuwa tumeongea, alafu akanikatia simu na kunicheka. Nilihisi kama ameona najipendekeza sana kwake. Nikiwa busy na mteja wangu, ndisi mtu kasimama nyumba yangu na kuninong'oneza. Vipi? Mbona umenuna? Niligeuka na kumwangalia huku mapigo ya moyo wangu yakienda mbio. Sikutegemea kama Patrick ingekuja. Nilijikuta na tabasamu tu. Aliondoka na kwenda kwa alipokuwa wenzake, huku Martha na Paulina wakiwa wanataniana nao. Patrick akasema, "Nahitaji huduma ya massage." Paulina akadakia, "Usijali, umefika na huduma utapata, njoo huku." Paulina aliongea huku akiwa anaelekea chumba cha massage. Nilimkata jicho huku nikijisemea, "Huyu naye ana kiherehere, kwa lazima akamfanyie yeye." Nikasikia Patrick anamwambia, "Nasubiri kuhudumiwa na Tatiana." Nilijisikia uweni kidogo baada ya kusikia Patrick wangu anahitaji hudumiwa na mimi, ila Paulina alichukia sana. "Huyo Tatiana na nini? Na naona uko busy na mteja mwingine kabisa alafu unamtaka Tatiana." "Nasubiri amalize." Rafiki yake mmoja anaitwa Gary aliamua kumaliza huo mzozo. "Twende ukanihudumie mimi naona kila mtu kashachagua apewe huduma na mwandani wake." Paulina alienda kumhudumia Gary lakini hakuwa kachangamka kama mwanzo, na mimi nilipomaliza kumhudumia mteja wangu nikaenda na Patrick kwenye chumba kingine cha massage. Patrick alikaa na kuniangalia kama vile ananikagua, kisha akanikazia macho usoni kama ndo mara ya kwanza kuniona. Nilijihisi kutoka utulivu. Akaniuliza kwa sauti ya chini, "Mbona kama huna amani? Unaogopa nini?" "Hakuna ninachoogopa, nenda kajiandae kufanya massage." Nilimwambia. "Tatiana, leo sitaki hiyo huduma. Nataka uniambie umefikiria nini kwa muda wote nilokuacha." Niliona aibu kiukweli. Nilijikuta naangalia kile chumba kama ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza kuingia. Patrick alinivuta nikasimama mbele yake huku akiwa kanishika kiuno kwa mikono yake yote miwili. Kisha akaniambia, "Mimi ni mtu mzima, nimeshaelewa jibu lako. Hata hivyo nilikumisi sana kama wewe ambavyo ulinimisi." Safari hii sikujiuliza mara mbili. Niliamua kuingia kwenye ulimwengu wa mapenzi na Patrick kwa hisia ambazo nilikuwa nazo. Nilijikuta namkumbatia bila kuona aibu, na alinipokea na kunikiss kisha akasema, "Wewe ndo malaika wa moyo wangu, na kuahidi kukupenda siku zote za maisha yangu." Na mimi sikubaki nyuma. Nilimtandika busu moja matata Patrick kisha nikamwambia, "Nakupenda Patrick wangu. Nakukabidhi moyo wangu. Naomba usije ukaniumiza, bali naomba uwe mlinzi wa moyo wangu." Tulikumbatiana kwa muda kisha tukaachiana. Patrick alikuwa akiniangalia usoni huku akitaka na mimi nimwangalie. Jamani, mwanzoni usiku na ujasiri kabisa wa kumwangalia. Alinibembeleza nijaribu lakini nilishindwa, niliishia kuangalia chini tu kwa aibu. Kisha Patrick akaniambia, "Hivi unavyoona aibu ndio unazidi kunichanganya." Alinivuta na kunilaza kichwa changu kifuani kwake kisha akaniambia, "Kuwa na amani Tatiana wangu. Nimekuchagua wewe kwa sababu sioni mwingine anaweza kunifanya niwe na furaha zaidi yako." "Patrick,
Sitaki kuongea mengi kwa sababu bado mapema sana. Kwani ndo kwanza naanza safari ya mapenzi, ila natamani sana hili penzi liwe la kwanza na la mwisho kwangu. Nilimwambia hivyo Patrick, kisha akanijibu, ondoa hofu kuhusu hilo. Kwani siku ya kwanza tu nilipokuona, moyo na akili yangu vilitokea kukubali sana. Haina haja ya wewe kuzungumza hivyo kwa sababu wewe ni binti wa kipekee sana. Naomba nikiri wazi kuwa wewe ndo chaguo halali kabisa la moyo wangu. Maneno ya Patrick ilinifanya nilainike na nizidi kusahau kama nilikuwa kazini. Tulishtuliwa na mlango ulipogongwa, nikajitoa kifuani kwa Patrick na kwenda kuangalia alikuwa akigonga mlango alikuwa ni nani. Nilipochungulia alikuwa ni Martha. Nilimwangalia kisha nikatabasamu. Vipi shoga, mapenzi yamekolea mpaka umesahau kama upo kazini? Wewe Martha, unaongea nini? Nakutania shoga yangu, nimekuja kukuambia hivi, changamka kidogo, kuna mteja wako anakuhitaji umtengeneze dread. Poa, anakuja. Martha aliondoka na mimi nikarudi ndani na kurudishia mlango. Kuna mteja ananisubiri, naomba tuongee wakati mwingine, nilimwambia Patrick. Usijali kichuna wangu. Hata hivyo nimefurahi sana siku ya leo. Patrick alitoa wallet akatoa pesa kisha akanipatia. Kaona nipa pesa, sitaki ukalipe kwa Joe, nilimwambia Patrick. Naomba upokee tu. Nikaichukua ile pesa kisha akaniambia, hiyo pesa utafanya mambo yako madogo madogo kwa leo. Nilimshukuru kisha akanikisi kwenye paji la uso. Tulitoka kwenye kile chumba cha massage. Patrick alienda kulipia hela kwa Joe kisha mimi nikamfuata mteja wangu. Patrick alifuata marafiki zake walikuwa wanaongea kitu huku wakiwa kama watatu hivi wakimwangalia. Wakati huo mimi nilikuwa naangalia kwenye kioo kilichopo mbele yangu huku nikiendelea kumhudumia mteja. Walikaa dakika chache kisha wakaaga. Patrick alinivuta, nikageuka, alinipungia mkono na kunionyesha ishara ya kuwa atanipigia simu. Mimi sikumjibu, nilitabasamu tu. Kusema kweli siku hiyo nilikuwa na hasira sana, hasa nilipokumbuka maneno matamu alikuwa akiniambia tulipokuwa chumba cha massage. Nilijikuta nitabasamu mwenyewe na yule mteja alikuwa akiniangalia kupitia kioo akaniuliza, "Mbona unatabasamu sana mwenyewe leo?" "Nimefurahi," nilimjibu hivyo. "Siku yangu imeenda vizuri mno." Paulina alimwangalia na kubinua midomo. Sikujali hata, najua hasira zake na najua hasira za kukataliwa kumhudumia Patrick ndizo ambazo zilimfanya akawa vile. Siku zilizidi kusonga, huku penzi letu likiwa la moto kabisa. Nilimpenda mno Patrick wangu na alionyesha kunipenda na kunijali. Haikupita siku bila kuja kuonana, na kila siku usiku alinilaza kwa SMS za maneno matamu sana, na asubuhi aliniamsha kwa SMS za maneno matamu pia. Kiufupi alinihendo kama mtoto mdogo na mimi nilideka mpaka kuna muda mwingine nikawa najishtukia. Siku moja karibu na mida ya kutoka kazini, Patrick alinitumia message akaniambia yuko njiani anakuja kunichukua. Nilikaa kwenye kioo nikajiweka sawa, na baada ya dakika chache aliingia akiwa kashika ua mkononi. Alisalimia waliopo kisha akanifuata na kunibusu, akanipatia ile maua yaliokuwa yananukia vizuri sana. Kisha nikamwambia, "Asante mpenzi wangu." "Asante kwa kushukuru. Vipi, uko tayari tuondoke?" aliniuliza. "Ndio, niko nakungoja wewe tu." Nilisimama kisha Patrick alinipokea pochi, tukaaga kina Martha na wengine wote walijibu, lakini Paulina alinyamaza na kutukata jicho. Alikuniumiza kichwa tena kwa sababu nilishakuwa nimemfahamu vizuri sana. Yeye ndo alitaka awe mpenzi wa Patrick na hivyo alikuwa anaona kama nafaidi sana. Kumbe huko nyuma tuliacha mazungumzo, Martha asijue kunyamaza akaanza. "Naona safari hii Patrick kazama, hataki mchezo. Penzi nje, hataki kuficha, uwezi amini mpaka mama Tia anaelewa ikapo." Jua lidakia na ikawa heri kwao kwa kweli. Mungu awatangulie wafike mbali kwenye mapenzi yao. Paulina alifyonza kisha akabeba pochi yake na alimpita Martha na kumpiga kikumbo. Joe na Martha waliangaliana kisha akacheka. "Huyu ana matatizo. Sasa kanipiga kikumbo mpaka kutaka kuniangusha kisa nini? Bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi, utakuja kuliwa na fisi." Sisi tuliondoka tukaenda mpaka nyumba moja hivi ambayo ilikuwa imezungushiwa ukuta na geti kubwa sana. Patrick alipiga honi kisha kukafunguliwa, akaingiza gari tukashuka. Alinikaribisha mpaka ndani, nikakaa kwenye kochi huku nikiangaza macho kuangalia. Ilikuwa ni sebule ambayo ilikuwa ikivutia na ina mpangilio mzuri sana wa vitu vya thamani. Patrick alinifuata pale nilipokuwa nimekaa huku nikiwa nimepakata ua langu, na alichukua na kuliweka juu ya meza kisha akakaa karibu yangu akaniambia, "Love, hapa ndo ambapo mimi naishi." "Oh, ongera jamani. Ni pasafi sana. Utafikiri mwanamke ndo kafanya usafi." Patrick alicheka. "Mami, usiniambie kama una wivu tayari. Nisije tu kukufumania." "Hakuna kukufumania wala kufumaniana wala kupigana. Hapa ni kwako na kuwa na amani mpenzi." Patrick alinyanyuka na kuelekea lilipo fridge kisha akatoa box la juice na keki. Akaleta mezani kisha akafuata glasi 2 akamimina ile juice, akanyanyua glasi moja na kuisogeza mdomoni kwangu.
Akaninywesha kisha akanibusu shavuni, akanikabidhi mkononi ile glasi huku akinikaribisha, kisha akaniambia, "Karibu mpenzi." Nami nikaitika kwa madeko, "Asante sana." Nami nilikata kipande cha keki na kumlisha Patrick. Baada ya hapo, Patrick akaanza kuniuliza maswali. "Baby, hivi ni changamoto gani ambayo unaipata kwenye kazi yako?" "Hakuna kazi sio na changamoto mpenzi bwana. Kikubwa ni kupambana nazo tu." "Nahitaji kujua ni changamoto gani unapitia." Nilijaribu kukwepa hili swali kwani niliona kama ni gumu hivi, lakini yeye alitaka nimueleze. "Tunakutana na wateja wenye visirani, unakuta wanafoka ovyo ovyo tu na kutukana matusi, na vipi kuhusu kutongozwa?" Nitegemea sana kuulizwa swali kama hili. Nilikaa kimya huku naye akiwa anasubiri majibu kutoka kwangu. "Kukaa kimya ina maana hili swali lipo, si ndio?" Alizungumza tena. "Ndio lipo, lakini si kila mtu na msimamo wake jamani." "Na ni wapi ambako mnatongezewa? Ni kule massage room?" "Bwana, sehemu yote mtu anaweza kukutongoza, na kutongoza una hiari ya kukataa au kukubali. Watu wengi wanatufikiria vibaya na kutudharau kwa sababu ile ni kazi, wanahisi kama nataka wepesi, lakini ile ni kazi kama nyingine tu." Nilimjibu Patrick ambaye alikuwa akiniangalia sana na nikajua kuwa ni wivu tu ulikuwa ukimsumbua. "Hivi unaonaje ukaacha hiyo kazi?" Nikajua huko tunakoenda sasa ni kukataza kufanya kazi. Nilinyanyuka nikamkalia miguuni na kumchezea kidevu chake kilichokuwa na ndevu chache zilizokuwa na muonekano mzuri sana. Nilimwangalia naye akaniangalia kwa jicho la uchokozi. "Baby, najua una wasiwasi sana na kazi yangu, lakini nataka nikuhakikishie kuwa najilinda na najiheshimu sana. Hakuna mwanamume yote zaidi yako ambaye ataugusa huu mwili. Mimi ni mali yako mpenzi." Tulisogeleana na kukisi kwenye lipsi, kisha nikashangaa nimenyanyuliwa juu na kupelekwa chumbani, kisha akanilaza kitandani. Jamani, Patrick alikuwa ni mjuzi wa mambo ya mahabat. Hii ilikuwa ni mara yangu ya pili kukutana naye, na safari hii aliniweza sana. Nilijikuta maji naitwa mma. Baada ya kumaliza mambo yetu, nilikuwa hoi na usingizi ukanipitia nikiwa nimekumbatiwa na Patrick wangu. Nililala usingizi mzito sana. Nilikuja kushtuka saa 3 za usiku, tena baada ya kubanwa na haja ndogo. Nilienda chooni, niliporudi ndipo akili ikanikaa sawa. Nikaenda kuchungulia dirishani. Mbona ni usiku? Nilianza kuhaha huku Patrick akiwa ananiangalia. Nikachukua simu yake ilikuwa pale kitandani na kuanza kuangalia saa. "Mama, inaenda saa 4. Nilitaka kuvaa nguo." Patrick alinyanyuka kitandani na kuchukua ile nguo na kuirudisha kitandani. "Hebu tulia kwanza. Unavaje nguo utakuoga ujaoga?" "Patrick, unajua nimechelewa. Mama ataenda kunifokea." "Umeshachelewa, hata ukifanya haraka itakuwa vile vile tu umeshachelewa. Sasa kwa nini ukuniamsha na unajua sijawahi kuchelewa hivi kurudi nyumbani? Mama huwa hapendi tabia mtoto wake kukaa nje mpaka usiku." "Basi mpenzi wangu, hata hivyo sikutaka kukusumbua, ulikuwa umechoka sana. Twende basi ukaoge kwanza." Tulipiga hatua 2 kuelekea bafuni, simu yangu ilianza kuita. Nilirudi kuangalia, nilipoona anapiga ni mama. Nilimwangalia Patrick huku nikiwa na wasiwasi sana. Ni mama anapiga, sijui hata nitamwambia nini. Patrick alinifuata akaniambia, "Relax baby. Mwambie uko mbali kidogo kwenye sherehe. Mlikodishwa kwa ajili ya kupamba maharusi, so usafiri ni wa shida leo, hutaweza kurudi mpaka kesho. Mwambie hivyo." Nilibaki mdomo wazi na kujiuliza huyu anaongea ujinga gani? Yaani mimi nilale nje ya nyumba? Mama yangu kweli anamfahamu vizuri ama anamsikia? Simu iliita mpaka ikakata. Nikawa bado natafakari maneno ambayo nilikuwa nimeambiwa na Patrick. Mama alipiga tena. Safari nikajikaza kupokea. "Wewe, mpaka sasa hujafika nyumbani na utupi taarifa yoyote. Ndio nini unatuweka roho juu?" "Nisamee mamangu, nilitingwa na kazi. Yaani hata wakati tunapiga simu nilikuwa busy kabisa kumalizia kazi." "Kazi? Kazi gani mpaka usiku huu?" "Tupo mbali kidogo, tumekodishwa kwa ajili ya kupamba maharusi na usafiri ni wa shida sana. Sijui kama naweza kurudi leo." "Umeenda na nani huko?" "Na wafanyakazi wenzangu." "Sasa mtalala wapi?" Mamangu kwa maswali sasa. Alikuwa makini kweli. "Tutalala guest, kesho asubuhi ndo tutarudi." "Sawa, ila ukipata safari kama hii wewe unasema, si unatuweka roho juu tu. Tangu asubuhi tuko hapa tunakusubiri wewe tu." "Nisamee mama, nilisahau kabisa, nilikuwa busy." "Haya, usiku mwema." "Na nyie pia." Nilikata simu na kushusha pumzi. Patrick alinicheka sana. "Kumbe mpenzi wangu una adabu hivyo." "Wewe cheka. Cheka tu wakati ulitaka kuniponza." Patrick alinisogelea kisha akanikumbatia na kunibusu. "Nimefurahi sana. Leo usiku kucha nitakuwa pembeni ya mke wangu mtarajiwa jamani. Mbona raha sana." Patrick alinyanyua na kuzunguka. Niliogopa ataniangusha huku nikiwa namwambia, "Patrick nishushe bwana. Usiukaniangusha." Patrick hakuacha mpaka alipojisikia. Tukajitupia kitandani, michezo ikaanza upya. Tulipomaliza tuliingia bafuni kuoga. Tulipomaliza tulivaa kisha Patrick akaniambia, "Sasa tutoke twende tukalibata." "Usiku huu tunaenda wapi tena Patrick?" "Weekend ndio inaanza jamani. Twende tukafurahi halafu si unakumbuka tujala. Na mimi nina njaa."
Njia inaniuma sana na ukizingatia nimefanya kazi kubwa kunitoa jasho. Alipozungumza hivyo niliona aibu na kuangalia pembeni. Kwa aibu sasa, hapo ndo unaponilegeza mtoto watu, alisema tena Patrick. Nikaona aibu tena. Umeshaanza mambo yako, hebu twende bwana. Tulitoka kisha tukaenda kukaa sehemu, tukaagiza vinywaji na nyama ya kuchoma. Tulikula huku tukisindikizwa na muziki laini uliokuwa unapigwa sehemu hiyo. Na ilipofika majira ya saa 6:30, nilimwomba Patrick turudi nyumbani. Nilikuwa nimechoka, nilihitaji kupumzika. Tuliondoka tukaenda zetu kupumzika nyumbani kwake, na siku hiyo nililala usingizi mzito sana. Nilikuja kuamka kumesha kucha, jua linawaka kabisa. Patrick alikuwa kakaa kitandani, yuko busy na laptop yake. Aliponiona nimeamka, alijitabasamu na kunisogelea. "Hello babe, umemkaje?" Nilijibu kishovu. "Usalama tu, vipi wewe?" "I'm good." Niliamka na kuamua kukaa tu. "Hivi leo si ni Jumamosi?" "Ndio." "Patrick, natakiwa kuwa kazini." "Hebu jitulize bwana. Nimeshaongea na Martin, mmwambia leo hutaingia kazini. Hivyo pumzika, sawa kipenzi?" Nikacheka tabasamu na kumwambia, "Ila wewe, nimefanyaje?" Alinijibu, "Unanifanyia makusudi tu. Amka basi tukaoge." Nilishuka kitandani, tukaenda kuoga, kisha tukaenda sitting room. Kumbe alikuwa ameandaa mchemsho wa kuku, pia aliagiza pizza. Tulikula, tulipomaliza aliniomba tutoke nje. "Baby, twende nikakuonyeshe mazingira ya nyumba yako." Alinipeleka mpaka jikoni. "Hapa ndio utakapokuwa unaandaa chakula chetu." Aliendelea kunitembeza mpaka pale tulipomaliza kuzunguka. Tulikaa kwenye kibustani kidogo cha maua. Mimi nilikaa kwenye kiti, kisha nikamuuliza Patrick, "Hii nyumba unalipa shilingi ngapi kwa mwezi?" Alitabasamu tu, kisha akaniambia, "Hii ni nyumba yetu. Tulikuwa tunaishi hapa zamani, baada ya mzee kujenga nyumba nyingine, mimi nikabaki hapa, na kama itampendeza Mungu, mimi na wewe tutaanzisha familia hapa." Nilikaa kwa Patrick mpaka jioni, ndo akanipeleka nyumbani. Tuliagana, nikashushwa kwenye gari naye akaondoka. Nilipofika nyumbani nilikuta baba na mama wamekaa. Nilijihisi kuwakosea sana. Kwanza nilisema uongo. Pili nililala na mwanaume usiku mzima na kushinda naye. Niliwasalimia kwa unyonge, wakaitikia na kunipa pole kwa kazi. Niliwajibu asante, kisha nikaenda moja kwa moja chumbani kwangu. Usiku nilichat sana na Patrick. Alikuwa akinidai kanimisi sana, eti amekuwa mpweke tayari kubaki peke yake. Zilipita wiki 2, Patrick alikuja kazini. Aliniulizia na kuambia kuwa nipo na mteja chumba cha massage. Alikaa na kunisubiri. Nikiwa naendelea kumhudumia mteja, alinitumia message. "Mbona umekaa huko muda mrefu jamani? Unafanya nini? Mimi niko hapa na kusubiri." Nilisoma ile message na kuachana nayo. Sikumjibu, nikaendelea na kazi. Nilipomaliza, wakati natoka na yule mkaka ambaye alikuwa ni mteja, alimkata jicho kisha akamwangalia kwa hasira. Nilimsalimia, hakujibu. Alinishika mkono na kunivutia nje. "Tatiana, upuuzi siwezi kuvumilia." "Upuuzi gani tena?" "Nataka uache kazi hii mara moja. Siwezi kuvumilia kuona unapoangalia miili ya wanaume." "Lakini ndo kazi yangu jamani Patrick. Nimesema hivi, sitaki. Nitakupa pesa unalipwa kila mwisho wa mwezi na nitakutunza ninavyoweza. Nataka uache kazi hii." Lakini Patrick, kabla sijamaliza kuongea, Patrick alinizuia. "Najua unataka kujitetea. Sasa utachagua moja. Kufanya hii kazi au kuwa na mimi." Patrick aliongea kwa hasira kisha akaondoka na kwenda kupanda gari. Aliondoka na mimi nikarudi ndani nikiwa mnyonge sana. Paulina aliponiona alicheka kicheko cha umbea. "Huyo ndo Patrick bwana. Kama ndo ulimtanulia miguu ndo imeisha hivyo, ajuage kubembeleza. Karibu kwenye shama cha tuliopitiwa na Mr. Handsome." Alizungumza hivyo kisha akacheka sana. Nilishikwa na hasira kiukweli. Nilitamani kupasuka. Nilienda massage room na kuweka vitu sawa. Nikajikuta machozi yananitoka. Paulina aliendelea kushangilia tu. Nilijua tu kwamba yana mwisho. "Ungetuuliza kabla hujazama, ila nakupa hongera, umedumu naye, maana matunda umeala, hivyo usikate tamaa, yatapita tu. Kama ambavyo ilipita kwetu pia kwako yatapita." Nilimsikia Masa akisema, "Usipende kuingilia kuhusu. Ujue ugomvi wao ulipoanzia, usije ukaja kukumbuka baadaye." "Nani ukumbuka?" "Patrick namjua mie bwana." Aliendelea kuzungumza Paulina. Nilichukua simu yangu na kumtumia message Patrick. Ile SMS ilikuwa ni ndefu kama natunga insha. Nilipomaliza kutuma ile message, nilizima simu kisha nilimalizia usafi, nikatoka kuhudumia wateja wengine, na ndani ya dakika 15 nilimwona Patrick akiingia na kwenda kumkunja Paulina. Kila mtu alishangaa. "Wewe malaya, ni lini niliwahi kutongoza? Hebu niambie, ni lini niliwahi kukuambia na kupenda? Si ulijipendekeza mwenyewe siku ile kwenye chumba cha massage? Nikakutumia na kukuacha. Tena nilijutia sana kufanya kitendo kile na wewe." "Aha, hapo ndo nilijua kumbe ndo maana ana wivu. Kumbe alishawahi kufanya ujinga wake kwenye kile chumba." Paulina alibaki tu na aibu. Kwa jinsi Patrick alivyokuwa na hasira, angeweza kumuumiza mtu yote pale. Watu walienda kuamulia na alikuwa mkali kama mbogo. Ibidi na mimi nini nikaongea naye. "Patrick,
Hebu mwachie dada wa watu bwana. Hata hivyo si amesema ukweli. Si ni kweli ushawahi kulala naye? Patrick alimsukuma Paulina, akanigeukia. Kusema kweli sikuwahi kumwona Patrick akiwa kwenye hasira vile, mpaka uso ulibadilika na kuwa mwekundu. Nikarudi nyuma kwa uoga, naye alinisogelea. Nilipogonga kiti nikashindwa kurudi nyuma tena. Nilimwangalia kwa uoga. Alinisogelea mpaka karibu, akanishika kichwa na kunipiga busu kwenye lipsi zangu. Tulikaa hivyo kwa muda kisha akaniacha na kusema, I love you. I love you so much Tatiana. Acha kuwasikiliza hawa maasidi. Watakutoa kwenye reli tukashindwa kutimiza malengo yetu. Nilifumba macho nikashusha pumzi. Sawa, nimekuelewa. Nenda basi, tutaongea baadaye. Okay. Bye babe. Alinipiga busu kwenye komo langu kisha akaondoka. Kila mtu alikuwa anamwangalia mpaka nikaona aibu. Wengine wakaendelea kusema, huyu ndo mwanaume mwenye misimamo, haogopi chochote. Ukisikia mapenzi ndo haya. Paulina aliona aibu akatoka nje. Martha alicheka sana. Jamani, nikisema mimi mjukuu mtabiri wa tambitambi, mtu hakusikia. Sasa limemkuta kabaki na aibu jamani. Inauma. Nilimwangalia Martha ambaye hakuishwa kicheko. Basi na wewe jamani yameisha. Tuache tucheke bwana. Patrick ajua kutunyoshia mtu. Leo nimejionea maajabu chura na mwendo wake wa kurukaruka na jifananisha na twiga mtembea kwa madaha. Basi natosha Martha. Japokuwa nilikuwa namtuliza Martha lakini nilifurahi sana. Moyo wangu ulikuwa na burudani. Niliamini kweli Patrick alikuwa ananipenda. Nilisahau hata uchungu ulopata baada ya kujua Lila na Paulina. Hata hivyo nilipuuzia kwani ilikuwa ni kabla hata tujaonana. Mara simu ya ofisi iliita. Joel alipokea kisha akapokea. Tatiana, simu yako, aliniambia. Nilishangaa ni nani ambaye anataka kuongea na mimi kupitia simu ya ofisini. Nikapokea. Nijikuta ndabasamu baada ya kusikia sauti ya Patrick. Baby, mbona upatikani? Nimekutafuta sana. Nikakumbuka kuwa nilizima simu mara baada ya kumtumia message ile ndefu. Nilizima, ngoja kwanza niwashe. Uwashe bwana, unaniweka roho juu, afu jioni nitakupitia twende sehemu. Sawa. Sawa yote yalopita. Usifikirie ujinga wote ambao umesikia, sawa? Sawa, nakutakia kazi njema nawe pia Patrick. Baada ya kukata simu, nilichukua simu yangu nikawasha, kisha nikaenda kuendelea na kazi zangu zingine. Baada ya muda kupita, Paulina alirudi akiwa na macho mekundu. Alikuwa analia na alikuwa mpole sana. Nilimwonea huruma ila nikajisemea akome bwana, amejitakia mwenyewe. Wateja walipopungua, Paulina alinifuata na kuniomba tuongee. Nilikubali tukaenda kukaa kwenye kochi. Tatiana, kwa nini ulimwambia Patrick maneno yale wakati mimi nilikuwa nakutania tu? Paulina aliniuliza kwa upole. Paulina, utani gani kwenye ukweli ndani yake? Yale maneno yaliumiza, kumbuka hata mimi nina moyo na wanyama. Basi naomba unisamehe, naomba yaishi tu. Mimi nishakusamehe, wala usiwe mnyonge kuhusu hilo. Hayo yameshapita. Sawa basi asante. Tulimaliza kuongea na kuendelea na mambo mengine. Ilipofika jioni, Patrick alikuja kunichukua. Alijichangamsha na kujiongelesha, mimi nilikuwa namjibu mkato tu, akajua bado nimekasirika. Baby, hebu acha basi, bado umekasirika tu. Unataka nifurahie nini? Umemzalilisha yule mwanamke mwingine. Baby, naomba unisamehe nifanye makosa. Patrick alisahau kama alikuwa anaendesha gari, akili yake ilikuwa tu kwenye kubembeleza. Hebu angalia mbele basi tusije tukauana. Aliangalia mbele na hakuacha kujitetea, kabidi nicheke. Achana na aliyopita mpenzi wangu. Tukaenda Home Village Restaurant, tukaagiza chakula na mara Patrick alisimama kuja kushushuma pembeni ambapo nilikuwa nimekaa. Tatiana, naona Bizabina wameanza kutuingilia kwenye penzi letu. Naogopa kukupoteza mpenzi. Naomba tufanye haraka nikuweke ndani. Sikuamini hili. Nilikuwa nikisubiri kwa siku nyingi sana. Sawa mpenzi wangu, mimi niko tayari. Patrick alisimama na kujipapasa kwenye mfuko wa suruali, akatoa pete na kuniomba nisimame. Nilisimama, akanishika mkono wangu wa kushoto na kunivisha ile pete. Nilifurahi mpaka machozi yalinitoka. Tulikumbatiana, kisha Patrick alirudi kukaa na mimi nilikaa huku nikiangalia ile pete. Tatiana, naomba unifikishie ujumbe kwa wazazi wako. Waeleze wazazi wangu kuwa watakuja kwa ajili ya kukamilisha posa. Nilikuwa kama naota lakini ilikuwa ni kweli. Nilifurahi sana kiukweli. Sikuamini kama siku moja mambo yangu yatakwenda vizuri kama hivi. Tuliongea mambo mengi kwa ajili ya maisha yetu yajayo, huku akinisisitiza nikaongee na mama, lakini pia alisema ameshazungumza na wazazi wake wanajiandaa kwa ajili ya kuja nyumbani. Na baada ya hapo alinipeleka nyumbani. Niliingia ndani nikiwa na furaha, nikamkuta mama yuko jikoni anapika. Nilimsalimia, kisha nikavuta kiti nikakaa. Mama alishangaa sana, maana sio kaida yangu nikirudi mara nyingi napitiliza chumbani kwangu, hata nikiitwa nitumwe kitu nilikuwa navuta mdomo na kulalamika kuwa nimechoka. Mwenzetu, kulikoni leo? Leo hujachoka? Mbona uko hapa? Sijachoka kabisa mama. Naona ulivyochangamka. Basi kachote hata maji, maana leo kutwa nzima hajatoka. Nilimwangalia mama kisha nikacheka. Unanipima wakati maji yanatoka? Wote tukacheka. Mama, kuna kitu nataka kukuambia.
Kitu gani? Sijui nianzie wapi kueleza. Anzia unapoona panafaa. Anzia popote. Mama, nimepata mchumba, anataka kuja kuniposa wiki hii. Mama aligeuka kaniangalia. Huyo mchumba umemjulia wapi na ni nani? Tuna miezi kama 8 hivi, anaitwa Patrick. Ni mwanaume mzuri na anafaa kuwa mkweo, na isitoshe leo kanivulisha pete ya uchumba. Mama aliniangalia kisha akatabasamu. Kwa unataka kuniambia unamjua vizuri kabisa hujakurupuka? Namfahamu vizuri kabisa mama. Basi ni jambo la heri mwanangu. Kwa hizi taarifa nimfikishie baba yako? Ndio, alafu mtanipa jibu. Ili nimjibu Patrick tujue kama tunapokea huo ugeni lini na ni kwa vipi. Basi sawa mwanangu, usijali. Namalizia kuweka hiki chakula moto kisha nimfuate babako sebuleni nimueleze hizi habari njema. Sawa mama. Asante. Nilinyanyuka na kwenda chumbani kwangu. Mama alipomaliza kazi yake, alimfuata baba kisha akaongea. Walipomaliza mama alikuja chumbani kwangu kunipa majibu. Nilikuwa nimejilaza, ilibidi ninyanyuke. Niambie mamangu. Nimeongea na baba yako kama ulivyoniambia. Amesema kama umeridhia yeye hana neno. Wageni wanakaribishwa kabisa. Nilimrukia mama nikamkumbatia. Wewe mtoto bwana utaniangusha. Asante mamangu kipenzi. Ndio maana nakupenda sana. Nakupenda pia. Nikuombe jambo lako tu liende kwa heri mwanangu. Amina mama. Mama alipotoka nilimpigia simu Patrick. Nikampa majibu akaniambia baada ya siku 2 wageni watakuja. Na mimi nikamfikishia mama ujumbe kama ulivyo. Baada ya siku 2 walikuja wazee wawili kwa ajili ya kuleta posa. Ilikubaliwa. Jioni mama akakaa na mimi tukaongea. Akaniambia nimeshakuwa mchumba wa mtu, hivyo nijitunze niendelee kujiheshimu. Ndani ya mwezi huo Patrick alitoa mahari, ikapanga tarehe ya ndoa, na hapo ndipo Patrick alipoamua niache kazi kabisa. Hata nilipojitetea hakunielewa kabisa. Kauli yake ya mwisho ilikuwa, "Huwezi kupingana na amri zangu, hasa pale ninapotaka kukulinda mpenzi wangu. Nasema kama mumeo mtarajia ambaye naenda kuweka ndani siku si nyingi. Kuanzia kesho sitaki uingie kazini na nimeshaongea na mama T." Sawa, nakusikiliza wewe mfalme wa moyo wangu. Sikuwa na kingine cha kumjibu zaidi ya kumpa jibu hilo. Hatimaye miezi ilisogea. Zilibaki wiki chache niweze kufunga ndoa na Patrick. Nilikaa ndani kama mwari, huku baadhi ya wanawake wakiwa nyumbani kunipa mawili matatu kuhusu maisha ya ndoa. Kipindi hicho Patrick alinimisi sana na hatukuweza kuonana zaidi ya kuwasiliana kwa simu. Wakati mwingine alingangania kuja kuniona japo kidogo, lakini nikakumbuka mama alivyoniambia sitaki kuonekana na hata mume wangu mtarajiwa anatakiwa kuniona siku ya harusi, hivyo nikamwomba Patrick awe na subira, lakini uzuri alikuwa ni mwelewa mume wangu. Hatimaye siku ya harusi ikafika. Watu waliamka asubuhi na kuanza heka maandalizi, huku mimi nikiwa na kitete, sijui hata nilikuwa naogopa nini. Maana kama ni mwanaume tayari nilikuwa namjua, lakini nilikuwa na hofu mpaka nikajihisi mwili wangu umepungua. Baada ya hapo niliandaliwa na kuvalishwa gauni zuri la bibi harusi. Kiukweli nilipendeza sana, ukizingatia na ile kukaa ndani nilitakata na kuwa na ngozi laini sana. Muda ulipofika tulienda kanisani. Nilifungishwa ndoa, nikavalishwa pete ya ndoa na mimi nikamvalisha mume wangu pete. Lakini mara tukaanza kusikia minong'ono. Ilibidi tugeuke kuangalia kuna nini. Nilichoona mimi ni mwanamke anatoka kanisani huku anakimbia kuja, na kila mtu alikuwa akimwangalia. Nilimwangalia Patrick na kumuuliza, "Yule dada ni nani? Mbona kama anatoka anakimbia?" Jibu alilonipa ilikuwa ni, "Sasa mimi nitajuaje mke wangu? Hata mimi sielewi kama ambavyo wewe uelewi." Swala hilo hakukuwa na maana kwangu, na nilichokuwa najali ni furaha yangu ya kuwa mke rasmi wa Patrick. Baada ya hapo mambo mengine yangeendelea. Jioni tulienda ukumbini kwa ajili ya sherehe. Sherehe ilikuwa imefana sana na ilihudhuriwa na watu wengi sana. Tulipata zawadi za kutosha kutoka kwa wageni waalikwa, ndugu pamoja na marafiki. Na baada ya sherehe kuisha, tuliondoka na mume wangu tukaenda kupumzika hotelini. Tulipofika chumbani, mume wangu aliniambia anaenda nje, anaenda kuongea na msimamizi wake wa ndoa, kwani alikuwepo pia pale hotelini pamoja na mke wake ambaye alinisimamia mimi. Patrick alitoka kaingia matroni wangu huku akitabasamu. Alinifuata na kunikumbatia kisha akaniambia, "Hongera sana my dear." "Asante, nashukuru, shughuli imeisha salama." "Ni kweli, Mungu ashukuriwe. Inabidi ubadilishe sasa hiyo nguo." Nilivua na kuvaa kipande cha kanga ambacho alikitoa kwenye mkoba ambao aliniletea. "Nimeweka nguo zako na za mumeo za kubadilisha, kisha mtaletewa nguo nyingine." "Sawa, na sasa kuwa huru. Huu ndio usiku wako wa kufurahia. Unatakiwa ufurahi wewe pamoja na mumeo." Nilibaki kutabasamu tu, kisha Patrick aliingia na yule matron alituaga na kututakia usiku mwema kisha akaondoka. Patrick alinisogelea pale nilipokuwa nimekaa na kupiga magoti huku akiwa ananiangalia usoni, akaniita, "Mke wangu." "Abe mume wangu." Sijui hata niseme nini leo, ila nimefurahi sana ndoto yetu imetimia.
nakupenda sana mke wangu, wewe ndio ubavu wangu. Nakupenda pia mume wangu. Lakini mara simu ya Patrick ilianza kuita. Aliitoa na kuangalia kisha akakaa na kuizima. Nikamuuliza, "Mbona umekata simu na umeizima?" "Ni msumbufu tu, kwanza sitaki tupoteze muda. Nina hamu sana na wewe mke wangu." Alinishika na kuanza kunikisi huku tukijilaza kitandani. Baada ya hapo, Patrick alivua nguo zote tukaendelea kupeana raha jamani. Yaani ilikuwa ni mahabani, ilikuwa ni mshike mpaka kuja kumaliza tulikuwa tupo hoi sana. Sikujua hata usingizi ulinipitia saa ngapi. Nilifumbua macho na kumkuta Patrick akiniangalia. Alitabasamu, akanikisi kwenye paji la uso kisha akaniambia, "Umemkaje mke wangu?" "Salama mume wangu. Pole na uchovu." "Asante, pole na wewe. Mimi nishapoa," aliniambia mume wangu. Tuliamka tukaenda bafuni kuoga. Tulipomaliza nilivaa kigauni changu kifupi ambacho nilikuwa nimechaguliwa na Patrick. Tukawa tumekaa kitandani tunaangalia picha zetu za harusi tulizotumiwa kwenye simu. Tukiwa tunaendelea kuangalia, mlango uligongwa. Patrick alinyanyuka na kwa karibu sana alienda kufungua. Alikuwa ni mhudumu katuletea kifungua kinywa. Aliingia ndani tukasalimiana, akaweka tray mezani kisha akatukaribisha na baadaye akaondoka. "Baby, achana na hiyo simu, njoo ule kwanza." "Sawa, nakuja," nilimjibu huku nikiendelea kuangalia picha. Alinifuata na kuchukua simu na kuweka pembeni kisha akanibeba hadi kunikalisha kwenye kochi. Akanihudumia na kunilisha, nililishwa jamani kama mtoto. Tulipomaliza mhudumu alikuja kutoa vyombo. Tukarudi kitandani. Siku hiyo hatukutoka chumbani, tulipeana mapenzi tu. Tulikaa pale hotelini kwa siku 7. Kiukweli fungati yetu tulitendea haki sana. Siku ya 7 jioni alikuja ndugu yake na Patrick ambaye ni shemeji yangu mdogo. Alituchukua na kutupeleka nyumbani kwetu kwenda kuanza maisha yetu mapya ya ndoa. Na kesho yake nikiwa jikoni napika, simu yangu ilikuwa inaita. Patrick aliniletea. "Naona mashoga zako wamekumbuka baada ya kukumisi hewani kwa siku kadhaa." Nilipokuwa fungati nilikuwa nimezima simu, nilikumbuka. "Ni kina nani?" "Ni Martha huyo." Nilichukua kitambaa nikafuta mikono nikachukua simu nikapokea simu kutoka kwa Patrick. Kisha Patrick alirudi sebuleni. Hello Mrs. Patrick, mzima? "Mzima mami, za kwako?" "Mimi niko poa, hongera shoga yangu." "Asante bwana Martha, nawe?" Tulipiga story na mwisho akawa kama akakumbuka kitu. Nitaka kusahau shoga yangu. "Ulimwona yule dada aliyokuwa analia siku ile wakati mnafungisha ndoa?" "Sijamuona vizuri, nilimuona wakati anatoka." "Kwani alikuwa ni nani?" "Nani anajua sasa ndugu yangu, hakuna alimuuliza." Mbona ajabu. Ila usijali, ukute ndo wanga wenyewe. Sio umeumbuka kabaki na vilio vyao." Nilicheka sana kisha nikamwambia Martha, "Haya bwana, nitakutafuta, ngoja kwanza nimpikie shemeji yako." Nilikata simu na kujiuliza, yule mwanamke kilichokuwa kinamliza ni nini? Sio bure, hapa kutakuwa kuna kitu. Lakini sasa nitajuaje? Nikiwa katikati ya mawazo, Patrick alikuja jikoni. Akaniuliza, "Wife, vipi? Chakula bado?" Nilishtuka mpaka Patrick akajua. Alinisogelea na kuniuliza, "Penzi, mbona umeshtuka hivyo? Nawaza nini?" "Kuna kitu nilikuwa nataka kujua." "Nataka kujua hivi yule dada ambaye alikuwa analia kanisani siku ile alikuwa ni nani? Na alikuwa analia kwa ajili gani?" Patrick aliniangalia kwa muda mrefu kisha akaniuliza tena, "Kwani vipi? Wewe unamjua?" Nilikosa pia cha kumjibu. Naam, msikilizaji wa Simulizi Zetu Media, kwa leo tunafika tamati katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu mpya kabisa ambayo tumepata kuianza na kwenda kwa jina la Tatiana. Tatiana amepata mashaka kutokana na vile vitu ambavyo aliviona kanisani, labda ama ni hivyo ndivyo ambavyo anatakiwa kuwa na tafakari vitu atufahamu. Lakini sehemu ya pili pengine tutakwenda kufahamu mambo mengi zaidi ya nini kilijiri kwa wanandoa hawa wapya ambao mapema kabisa Tatiana ameanza kuwa na mashaka na mambo ambayo yalikwisha kuwa yamejitokeza huenda akaja kuathiri ndoa yao. Nini kitajiri? Basi ni katika sehemu ya pili ya simulizi yetu Tatiana ambayo itakujia hivi punde tu mara baada ya kuwa hii imekwisha kukamilishwa. Naendelea kukaribisha katika group letu pale WhatsApp kwa ambao unapenda sana simulizi. Tuma ujumbe wako kwenye nambari ya simu 0757 56 72 53, lakini subscribe channel yetu ya Simulizi Zetu Media. Usisahau kulike na kucomment bila kusahau kushare, lakini pia endelea kutufuatilia pale Audiomack kwa jina la Simulizi Zetu Media. Na kusomea simulizi hii, jina langu naitwa Tutu. Tukutane tena katika sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri ya Tatiana. Kwaheri kwa sasa.